Karibuni wanafunzi wa darasa la 5, la 6 na la 7. Leo tutaenda kujifunza geometry na tutaenda kutafuta mzingo. Tutaenda kufanya swali la kwanza, la pili na la tatu. Hakikisha una subscribe na kunifollow ili uwe wa kwanza kupata masomo haya. Kama masomo haya yamekuwa msaada kwako, comment yamekuwa msaada. Moja kwa moja twende tufanye swali la kwanza. Tunatakiwa tutafute mzingo wa pembe tatu pacha A, B, C. Mzingo ni sawasawa na mzunguko, maana nikitoka A nitaenda B, nitakuja C, nitakuja kumalizia A. Kwa hiyo mzingo ni sawasawa na urefu AB jumlisha urefu BC jumlisha urefu AC. Lakini tukiangalia umbo letu, urefu AB na urefu BC hatujapewa moja kwa moja, inabidi tuende tutafute urefu AB ni sawasawa na ngapi na urefu BC ni sawasawa na ngapi. Urefu AC huu ni sawasawa na sentimita 14. Lakini kwa sababu hii ni pembe tatu pacha, urefu AB ni sawasawa na urefu BC. Wametupa hizi alama. Kwa hiyo AB ni sawasawa na BC, ambayo hii ni sawasawa na 4x toa 1 ni sawasawa na 20 toa 3x. Twende tutafute thamani ya x. 3x nitaileta kushoto na hasi moja nitaipeleka kulia, itakuwa jumlisha 4x jumlisha 3x. Hii ni sawasawa na 20 jumlisha 1. 7x ni sawasawa na 21. Tutagawanya kwa 7, tutagawanya kwa 7, kwa 7 moja, kwa 7 moja, kwa 7 moja, kwa 7 3. Kwa hiyo tutapata x ni sawasawa na 3, lakini tunajua urefu AB ni sawasawa na urefu BC. AB ni sawasawa na 4x toa 1, lakini x tumepata 3, kwa hii ni sawasawa na 4 mara 3 toa 1, ambayo hii ni sawasawa na 12 toa 1, hii ni sawasawa na 11. Kwa hiyo urefu AB ni sawasawa na urefu BC ni sawasawa na sentimita 11. Kwa hiyo urefu AB ni sawasawa na 11 na urefu BC ni sawasawa na 11. Twende tutafute mzingo wetu. Mzingo ni sawasawa na 11 jumlisha 11 jumlisha 14. 11 jumlisha 11 jumlisha 14, hii ni sawasawa na sentimita 36. Mzingo ni sawasawa na sentimita 36. Twende tufanye swali la pili. Tunatakiwa tutafute mzingo wa huu uwanja.
Twende tuupe jina A, B, C, D. Mzingo maana yake ni mzunguko. Nikianza kuzunguka kutoka kwenye A, nitakuja kwenye B, nitaenda kwenye C, nitaenda kwenye D, kisha nitarudi A. Kwa hiyo mzingo ni sawasawa na urefu AB jumlisha urefu BC jumlisha urefu CD jumlisha urefu DA. Urefu AB ni sawasawa na L jumlisha urefu BC ni sawasawa na W jumlisha urefu CD pia ni sawasawa na L jumlisha urefu DA. Huu ni urefu wa nusu duara ambayo itakuwa ni nusu pi d. Hii ni sawasawa na L nitapata 2L jumlisha W jumlisha nusu pi d, lakini L ni sawasawa na 22, W ni sawasawa na upana ambao ni sawasawa na 14 na kipenyo changu DA ni sawasawa na 14. 2 mara 22 jumlisha 14 jumlisha nusu mara pi 22 ya 7 mara kipenyo ambacho ni 14. Twende turahisishe kwa 2 1 kwa 2 11 kwa 7 1 kwa 7 2. 2 mara 22 tunapata 44 jumlisha 14 jumlisha 11 mara 2 22. Mzingo wetu ni sawasawa na 44 jumlisha 14 jumlisha 22 ambayo ni sawasawa na sentimita 80. Twende tufanye swali la 3. Tunatakiwa tafute mzingo wa huu uwanja. Twende tuupe jina kama A, B, C, D. Mzunguko maana yake ni nikitoka A nitazunguka, nitakuja B, nitatoka B nitakuja C, nitakuja D, mwishoni nitakuja kumalizia A. Urefu huo ni sawasawa na mzunguko wa umbo hili. Kwa hiyo mzingo ni sawasawa na urefu AB jumlisha urefu BC jumlisha urefu CD jumlisha urefu DA. Urefu BC na urefu CD ni sawasawa na upana wa mstatili ambao ni sentimita 125. Kwa hiyo hii ni sawasawa na L jumlisha, lakini urefu BC na urefu DA ni nusu duara, ambapo nusu duara nikijumlisha na nusu duara nitapata duara zima, ambayo kanuni yake ya kutafuta mzunguko ni pi d. Huu ni urefu BC na urefu DA jumlisha urefu CD ambao pia ni L. Kwa hiyo mzingo wetu ni sawasawa na 2 mara L jumlisha pi d. L ni sawasawa na 125 na D ni sawasawa na kipenyo ambacho ni sentimita 70.
hii ni sawasawa na 2 mara 125 jumlisha pi 22/7 mara kipenyo 70 kwa 7 kwa 7 10. 2 mara 125 hii ni sawasawa na 250 jumlisha 22 mara 10 napata 220. 250 jumlisha 220 tunapata hii ni sawasawa na sentimita 470. Naamini utakuwa umeelewa. Usisahau kusubscribe na kunifollow. Mpaka wakati mwingine, bye bye.